Aliyekuwa mbunge wa Nzega vijijini Daktari Amis Kimwangala ametoa wito kwa serikali kutafuta njia za kisheria zitakazowezesha kuvutwa kwa kesi inayomkabili mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Taifa Tundu Antiphas Lissu. Kupitia taarifa aliyochapisha kwenye mtandao wa kijamii wa Instagram, aliyekuwa kiongozi huyo wa jimbo la Nzega vijijini alieleza kuwa hatua hizo za kisheria itasaidia kwa kiasi kikubwa katika kutekeleza na kufanikisha dira ya Rais ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan inayojulikana kama mchakato wa 4R pamoja na kauli zake za kazi na utu. Ujumbe huo uliochapishwa kwenye mtandao wa kijamii unaeleza kuwa utekelezaji wa dira hiyo ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan unahitaji hatua madhubuti za kisheria zitakazosaidia mahakama kuivuta kesi hiyo dhidi ya makamu na mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Tundu Antiphas Lissu. Mwanasiasa huyo wa Chama cha Mapinduzi alibainisha kuwa mchakato wa kuleta maridhiano ya kisiasa nchini Tanzania hauwezi kufanikiwa kwa kutegemea maneno pekee, bali unahitaji vitendo vya makusudi vinavyoweza kujenga mshikamano wa kitaifa na kuleta amani ya kudumu kati ya pande zote za kisiasa. Katika maelezo hayo ya Instagram, mwanachama huyo wa chama tawala alisisitiza pia umuhimu mkubwa wa viongozi na serikali kusikiliza sauti za wananchi katika kipindi hiki ambacho hali ya siasa nchini Tanzania inaonyesha kuwa na msisimko mkubwa. Akizungumzia madai ya taifa na taarifa za wananchi kutaka kufanya maandamano kwa lengo la kuzuia uendeshaji wa uchaguzi mkuu, Daktari Hamis alieleza kuwa hata kama maandamano hayo hayajatokea au kufanyika kwa vitendo, ujumbe mkuu wa wananchi tayari umefikia viongozi na haupaswi kupuuzwa wala kuachwa bila kupatiwa majawabu stahiki. Aliyekuwa kiongozi huyo wa jimbo alionya kuwa hatua yoyote ya kupuuza sauti za wananchi inaweza kuleta athari mbaya kwa kuzaa mpasuko mkubwa wa kijamii na kisiasa nchini Tanzania. Mwasisi huyo wa hoja hiyo alibainisha kuwa ingawa Watanzania wameonyesha nia ya kutaka kuandamana na kuzuia uchaguzi, sote tunajua kuwa hawajataweza kufanya maandamano hayo, lakini sauti yao tayari imesikika na viongozi wanapaswa kutoa uongozi bora, kuunganisha taifa pamoja na kujenga mshikamano badala ya kuwapuuza wananchi hao. Uchambuzi wa kina wa kauli hiyo unaonyesha kuwa kauli iliyotolewa na aliyekuwa mbunge wa Nzega vijijini Daktari Amis Kimwangala imeibua mijadala mbalimbali na kupokelewa kwa hisia tofauti na makundi mbalimbali ya kijamii na kisiasa nchini Tanzania. Upande mmoja wa wadau na wananchi unaona kuwa hatua hiyo ni ishara nzuri ya kutafuta upatanisho na kuleta suluhu ya kudumu ya kisiasa nchini, hasa ikizingatiwa historia ya siasa za Tanzania ambazo kwa muda mrefu zimekuwa zikigubikwa na migawanyiko mbalimbali kati ya vyama vya upinzani na chama tawala cha Mapinduzi. Mjadala huu unaonyesha jinsi gani mtazamo wa upatanisho unavyoweza kufungua fursa za kurekebisha mahusiano ya kisiasa yaliyovunjika kwa miaka mingi. Kwa upande mwingine wa uchambuzi, wadau wa sheria na wachambuzi wanasema kuwa ushauri huo unaweza kukumbana na changamoto kubwa za kisheria na kikatiba nchini Tanzania. Hoja kubwa inayosimamiwa na upande huo wa kisheria ni kwamba swala la kuvuta au kuingilia kesi iliyopo mahakamani linaguza moja kwa moja mihimili wa mahakama ambao kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania unapaswa kuwa huru, kujitegemea na kutoingiliwa na muhimili mwingine wowote wa dola, ikiwemo serikali au muhimili wa kutunga sheria, yani Bunge la Jamhuri ya Tanzania. Uharaka au uwezekano wa kisheria wa kuondoa mashtaka mahakamani unahitaji kufuata taratibu za makosa ya jinai na mamlaka rasmi za kiutendaji za kisheria zilizowekwa kikatiba badala ya matamko ya kisiasa tu.
Wachambuzi wa masuala ya kisiasa nchini Tanzania wanaeleza kuwa kauli ya aliyekuwa kiongozi huyo wa Nzega Vijijini imekuja katika kipindi ambacho serikali inayoongozwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan imekuwa ikitia mkazo mkubwa katika kuendeleza maridhiano, mabadiliko, kujenga upya na uvumilivu kupitia mfumo wa 4R. Hata hivyo, utekelezaji wa wito huo wa kuvuta kesi inayokabiliwa na ugumu wa kisheria unaotokana na mipaka ya kikatiba inayotenganisha madaraka ya serikali na madaraka ya mahakama katika kuendesha mashitaka na kutoa haki nchini. Utekelezaji wa nguzo hizo 4 za uongozi wa awamu ya 6 unakutana na mtihani wa kiutendaji pale ambapo kanuni za kisheria zinazopokutana na matakwa ya kisiasa ya maridhiano. Mjadala huu unahusisha pia tathmini ya nafasi ya mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Tundu Antiphas Lissu katika uwanja wa siasa za Tanzania na jinsi kesi inayomkabili inavyoathiri taswira ya kisiasa kuelekea uchaguzi mkuu ujao. Wito wa kutafuta funurungu ama vifungu vya sheria vya kuondoa shauri hilo mahakamani unatajwa na baadhi ya wadau kama hatua inayolenga kupunguza presha ya kisiasa na kuimarisha mazingira ya ushindani wa haki na amani kati ya vyama vya siasa nchini. Uwepo wa kesi hiyo dhidi ya kiongozi mkuu wa chama kikuu cha upinzani umekuwa ukihusishwa moja kwa moja na mhemko wa kisiasa unaoshuhudiwa miongoni mwa wanachama na wafuasi wa upinzani. Dira ya 4R inayotajwa katika kauli hiyo imeguza nguzo kuu ya mfumo wa uongozi wa Rais wa Samia Suluhu Hassan katika kuleta mageuzi ya kisiasa na kijamii. Kutajwa kwa dira hiyo ya aliyekuwa mbunge wa Nzega Vijijini Daktari Amiss Kigwangalla kunalenga kuhusisha msamaha wa kisheria na ufuatiliaji wa mambo za mahakama na kupitia mamlaka halali ya kisheria na kupitia ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka kutoa nia ya kutoendeleza na shauri hilo ili kupunguza joto la kisiasa nchini. Uhusiano kati ya kauli za viongozi wa kisiasa na maamuzi ya kisheria unaendelea kuwa mada kuu ya mjadala nchini Tanzania, huku maswali yakiibuka kuhusu namna serikali au mahakama zitakavyochukua ushauri huo uliotolewa na mwanachama huyo wa Chama cha Mapinduzi. Msisitizo wa Daktari Amiss kuhusu kutoingia kwenye mpasuko wa kijamii unaonyesha kuwa mabadiliko yoyote ya kisheria yanapaswa kuzingatiwa pia utulivu wa nchi na sauti za wananchi. Kujitokeza kwa kauli kama hizi kutoka ndani ya chama tawala kunadhihirisha kuwepo kwa mtazamo wa ndani unaotaka kuona hatua za kivitendo zikichukuliwa badala ya kubaki kwenye matamko pekee ya kisiasa. Wito huu uliotolewa kupitia mtandao wa kijamii wa Instagram unaendelea kuzua hoja mpya ndani ya uwanja wa siasa na sheria nchini Tanzania kuelekea kipindi cha uchaguzi, endapo mapendekezo hayo ya kutafuta njia za kisheria za kuivuta kesi inayomkabili mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Tundu Antiphas Lissu yatachukuliwa na kufanyiwa kazi na mamlaka yanayohusika. Hatua hiyo inaweza kuleta uelekeo mpya wa kisera na kisheria katika maamuzi na mahusiano ya kisiasa kati ya Chama cha Mapinduzi na vyama vya upinzani nchini Tanzania.